Ndoto za rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ni kutaka Ufaransa ihusike moja kwa moja katika mzozo wa Ukraine. Hii ni kwa mujibu wa ujasusi wa Urusi. Paris imeidhinisha matumizi ya makampuni ya kijeshi ya kibinafsi kutoa msaada kwa nchi ya tatu kwa maana ya Ukraine. Ufaransa bado inachunguza njia za kujihusisha moja kwa moja katika mzozo wa Ukraine, na hii ni kwa mujibu wa idara ya ujasusi wa mambo ya nje ya Urusi SVR, ambayo imesema toa amri mpya ya serikali iliyoidhinisha matumizi ya makampuni ya kijeshi ya kibinafsi kusaidia mataifa ya kigeni yanayohusika katika migogoro ya silaha. Shirika hilo limedai kuwa kuna utata mdogo kuhusu nchi ambayo Ufaransa inafikiria kutokana na kuungwa mkono na Kiev. Ilisema kuwa vitengo vya ulinzi wa anga vinavyohamishika vya Ukraine na ndege ndogo za magharibi haziwezi kukabiliana kikamilifu na mashambulizi ya Urusi, na kwamba kuendesha ndege za kivita za Mirage zinazotengenezwa na Ufaransa na mifumo mingine ya hali ya juu kunahitaji ujuzi ambao Ukraine hauna. SVR imesisitiza kuwa uwepo wa makampuni ya kijeshi ya Ufaransa ya kibinafsi nchini Ukraine chini ya kivuli cha uendeshaji wa marejeleo unazingatiwa na Moscow kama ushiriki wa moja kwa moja wa Paris katika uhasama. Pia imeonya kwamba wafanyakazi kama hao watakuwa walengwa wa kipaumbele halali kwa vikosi vya jeshi la Urusi. Ufaransa imedai itapeleka ndege za kivita hatari kwa ajili ya Ukraine ili iweze kuipiga moja kwa moja Urusi. Rais wa Ufaransa Bwana Macron anadaiwa sasa kujiandaa kuingilia kijeshi nchini Ukraine, idara ya ujasusi pia ilieleza. Katika taarifa iliyochapishwa Jumatatu, idara ya wanahabari ya shirika hilo ilipendekeza kwamba Macron anataka sana kuacha alama yake kwenye historia kwa kuwa ameshindwa kama mwanasiasa na kukata tamaa ya kuiondoa nchi katika mzozo mrefu wa kijamii na kiuchumi, hakati tamaa ya kuingia katika historia kama kiongozi wa kijeshi, SVR ilidai, na kuongeza kwamba Macron ana ndoto za kuingilia kijeshi nchini Ukraine na anajulikana kama mtu anayewaza juu ya kile kilichofanywa na Napoleon Bonaparte. Kulingana na SVR, mkuu wa jeshi la Ufaransa ameripotiwa kuwa tayari kuagiza kuunda kikosi cha hadi wanajeshi 2000 kwa ajili ya kupelekwa Ukraine. Kiini cha kikosi hiki kinatarajiwa kuwa na wanajeshi kutoka jeshi la kigeni la Ufaransa, hasa walioajiriwa kutoka nchi za Amerika Kusini. Hata hivyo, SVR ilisema kuwa wanajeshi wa jeshi la Ufaransa tayari wametumwa katika mikoa ya Poland inayopakana na Ukraine, ambapo wanapatiwa mafunzo ya pamoja ya kupambana na kupokea silaha na vifaa. Uhamisho wao hadi katikati mwa Ukraine umeripotiwa kupangwa katika siku za usoni. Urusi imesema ipo tayari kukutana na wanajeshi wao na imesema itawalenga vilivyo. Aidha, imesisitiza kuwa uwepo wa kampuni ya kijeshi ya Ufaransa ya kibinafsi nchini Ukraine chini ya kivuli cha waendeshaji wa marejeleo utazingatiwa na Moscow kama ushiriki wa moja kwa moja wa Paris katika uhasama. Lakini pia Ufaransa imeonywa kwamba matukio kama hayo itakuwa ni kipaumbele na itakuwa ni halali kwa Urusi kushambulia wanajeshi wake. Rais Macron amesisitiza mara kwa mara uwezekano wa kupeleka wanajeshi wa nchi za magharibi nchini Ukraine, na mnamo Agosti aliwaambia waandishi wa habari huko Washington kwamba nchi za Ulaya zinahitaji kuisaidia Ukraine wanajeshi wa ardhini na kusisitiza Kiev lazima iwe na jeshi imara. Viongozi kadhaa wa Umoja wa Ulaya wamekataa wazo hilo, huku waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni akizua wasiwasi kuhusu idadi ya wanajeshi wa mataifa ya Ulaya ambayo yangehitaji kuendana na wanajeshi milioni 1.3 wa Urusi. Hata hivyo, baadhi ya mataifa mengine ambayo yatatarajia kupeleka wanajeshi kwa ajili ya kushiriki huko katika vita nchini Ukraine. Hata hivyo, baadhi ya mataifa kama vile Ujerumani, Poland, Uhispania, Romania na Croatia wamekataza kuwatuma wanajeshi wao. Maafisa wa jeshi la Uingereza wamehoji ikiwa kupelekwa kwa wanajeshi kwa kiwango kikubwa itakuwa ni kweli na itawezekana. Maafisa wa Urusi wametupilia mbali madai ya nchi za magharibi kwamba Moscow inakusudia kushambulia mataifa ya Umoja wa Ulaya au NATO, lakini pia imesisitiza kuwa uwepo wowote wa wanajeshi wa NATO nchini Ukraine hautakubalika, na imeonya kuwa vikosi hivyo vitakuwa shabaha halali wakati wa uhasama. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Dam Hussein.